Na maelfu ya watu wamesalia bila makao katika sehemu mbalimbali nchini huku mali ya thamani isiyojulikana ikiharibiwa na mafuriko. Naam, katika kaunti ya Kisumu zaidi ya nyumba 300 zilizosombwa na maji baada ya mito Nyando na Awach kuvunja kingo zake. Na vile mamia ya wasafiri walitatizika katika kaunti za Kericho, Makueni, Migori na Narok, huku mamlaka ya kitaifa ya barabara KENHA ikitoa tahadhari katika sehemu mbalimbali. Laura Otieno anatupa taswira kamili ya athari ya mafuriko katika maeneo tofauti humu nchini. Hali kamili katika kijiji cha Rae, kaunti ya Kisumu. Familia 381 zimesalia bila makao baada ya mito Nyando na Awach kuvunja kingo Ijumaa usiku. Wakazi walijikuna wafikiapo ili kunusuru mali ambayo haikusombwa na maji wakati wa usiku. Hii maji imekuja mingi, imeharibu watermelon zangu, imeharibu za samba nyingi sana. Sasa hii maji imesasumbua kabisa. Kila mwaka hii maji inasumbua kabisa. Sasa naomba serikali kama anaweza kusaidia nisaidie na dike. Nyumba yangu ilisingirwa na maji. Ingawa haikuingia sababu nilijaribu kuweka juu, lakini bado ilisingira mpaka boma, mpaka kila kitu imesingira, hata choo zote zimejaa maji. Huko Makueni, msongamano wa magari katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa ulidumu kwa zaidi ya saa 5 baada ya mto Sultan Hamud kuvunja kingo zake. Hali ilizidi kuwa mbaya baada ya mto wa Kwamusui pia kujaa kutokana na mvua ya Ijumaa na kutatiza usafiri katika eneo hilo. Kutoka Nairobi tulikuwa tukafungiwa na maji hapa kwa barabara Main Road, Mombasa Road hapa Sultan Hamud, na kukuja hapa tukafungiwa na maji hapa kutoka saa 12:30 asubuhi ya leo. Na mpaka wa sasa hatujapata nafasi ya kuvuka kiposa tuende function. Kwa tumetembea huku kwa in-laws kuja kuona one of our mother-in-law akiwa mgonjwa, na sasa tumefungiwa hapa. Sasa tunashindwa haki, sasa tutawahi fika kuona mgonjwa. Katika kaunti ya Kericho, daraja la Mugenik lilifurika na kulemaza usafiri kati ya maeneo ya Sotik na Kisii. Awali, abiria walijinusuru kutoka basi hili lililokwama katika daraja la Mogondor iliyozidiwa maji kutokana na mafuriko. Hii daraja tugaomba serikali iendelee ijenge at least kuwe juu kidogo. Sababu daraja lina connect Kisumu, Homa Bay, na connect Bomet na Narok. Sasa hii kupitiki, biashara yote imelala sasa. Mamlaka ya kitaifa ya barabara KENHA imetangaza kufungwa kwa daraja la mto Migori kufuatia ongezeko la maji. Madereva wakishauriwa kutumia barabara ya Migori kuenda Kehancha. Vilevile, wasafiri katika barabara ya Narok wameagizwa kutumia barabara ya Ngong kuenda Suswa kufuatia mafuriko katika eneo la Kedong. Takwimu za serikali zinaashiria kuwa zaidi ya familia 3,500 zimeathirika na mafuriko katika kaunti za Kisumu na Nairobi. Idadi hii inatarajiwa kupanda iwapo mvua itaendelea kunyesha. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.